teaching. Sehemu yetu ya pili katika mafunzo. In the opening message of this conference I spoke about brokenness. Na tunapoangalia katika mafunzo haya inahimiza sana kuhusu kuvunjika. Only through brokenness we can really live a life in obedience. Ikiwa tutazonyekea na kuvunjika, basi tutakaa katika maisha ya kunyenyekea. Following Jesus' footsteps. Kufuatilia mwenendo ama nyayo za Bwana Yesu. With the help of the Holy Spirit, of course. Kupitia katika Roho Mtakatifu. Why is this so important? Kwa nini imekuwa muhimu? Why is brokenness so essential? Kwa nini roho iliyogondeka ama iliyovunjika ina umuhimu? Well, as I've said before, vile nimesema hapo nyuma, from Matthew 28 verse 19, Mathayo 28 mstari mdogo wa 19, we are to make disciples. Lazima tutengeneze wafuasi. Disciples are like pupils. Watumwa ni kama watu tu. Like children at school, disciples have to learn a lot. Hata katika hali ya shule, waamini wa huduma lazima pia wawepo. Before they can disciple others. Kabla hawajaenda kufanya wengine wa huduma. They need to learn discipline. Lazima wawe na tabia. One of the most important lessons to be learned, isn't it? Basi jambo muhimu katika mafunzo haya ambayo inastahili tujifunze ni hayo. If children don't learn discipline, watoto kama hawana adabu, they cannot learn very well. Wawezi kufanya vyema. So for a disciple, discipline is very important. Kwa hivyo katika watumwa, basi tabia ni kitu ya maana sana. And that's also important for us as pastors. Na pia iko muhimu kama sisi wachungaji, evangelists, hata wainjilisti, or ordinary disciples, au wengine wote ambao kwamba ni watumwa wa Mungu. Amen. Amen. So we should first of all be good disciples ourselves. Lazima sisi tuwe watumwa wema sisi wenyewe. Disciples have to learn how to be disciplined. Watumwa lazima wajue namna wanavyokuwa na tabia nzuri. The theme of this leaders conference is, basi lengo ama madhumuni ya mkutano huu ambao ni wa viongozi, the need to be broken in order to be used by God. Umuhimu wa kuvunjika ili kwamba tutawaliwe na Mungu wetu. This way we will be leading people to Him. Hii itatufanya tufanye watu wakuje kwake, and no longer to ourselves. Na pia hata kwa sisi wenyewe. It's quite a mouthful, isn't it? Yes, I'll get back to that later. What do we need most to come nearer to God and to lead others to Him as well? Vile ambavyo tunaweza fanya muhimu wa sisi wenyewe kumsogea Mungu na wale na kufanya wengine wote kumsogea Mungu. Well, brokenness was just an appetizer. Before you have dinner, you can drink something. Basi kuvunjika ile ni kama kinywaji ama kiingilio kile cha kuleta That's just a start. Ni kitu ambao kwamba kinakuonyesha ama kinaleta haja. And the answer we had already is brokenness. Na pia tayari tumesikia kuhusu kuvunjika. And because an image says more than 1,000 words. Kwa sababu mfano naye unaeleza ama unahimiza kwa watu kwa mfano mwingi sana. I used the clay pots. Je, nimetumia hii chungu. And because I did not use 1,000 words. Kwa sababu singeweza kutumia mambo mengi sana. I used 2,000 words. Nilitumia maneno kama 2,000. So I used 2 images as well. Basi nimetumia hii kiungu pamoja na maua hapa. Trampled rose. Nikakanyaga hiyo maua. So children, watoto, if you don't forget about this, you have learned the most important thing. Kama utasahau haya, basi utakuwa umekosa jambo la muhimu sana. The need to be broken. Kuna haja ya kuvunjika. Because Jesus was broken. Kwa sababu Yesu mwenyewe alivunjika. And the example Jesus gave us, na ile mfano ambao Yesu alitupatia, in taking everything on Himself, alichukua kila jambo juu yake mwenyewe. And that was a unique example, of course. Na pia ndio mnahitaji mifano. He died for all of our sins. Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu sisi wote. We should have hung on the cross. Na pia hata tungekuwa tayari katika msalaba. But He did it for us. Lakini yeye alichukua kwa ajili yetu. Okay? We will
break some other things today. Leo tutavunja vitu zingine kadha wa kadha with his hammer. Na hii nyundo. Okay. So the rose resembles the Lord Jesus Christ. Basi hiyo maua inaleta mfano wake Bwana Yesu Kristo. He was left by the Father, ambao kwamba aliwachwa na baba yake, which cost him his life, ambao ilimlazimu maisha yake. Because of his broken heart, we can live a broken life. Kwa sababu ya kuvunjika kwa roho yake, pia sisi tunaweza ishi katika maisha ya kuvunjika. A life totally dependent on him. Lazima maisha ambayo kwamba ile ambayo ilikuwa pamoja naye peke yake. The need to be broken in order to be used by God. Na haja ya kuvunjika ili kwamba utumike na Mungu. That was the first message. Ni ujumbe mzuri sana. And the second part is, sehemu ya pili, through brokenness we will be leading people to him and no longer to ourselves. Basi kupitia katika kuvunjika tutaongoza watu kwa Mungu, lakini si kwa sisi wenyewe. In the following 5 messages, kufuatana na ujumbe mtano ushapita, mitano. 5 important elements will be discussed. Vitu vitano ambao tumezungumzia muhimu. That will help us to be good disciples and good leaders. Itatusaidia kuwa watumwa wake Mungu wazuri, pia wa viongozi wazuri. Before I start with the first elements, kabla sijaanza katika ile sababu ya kwanza, I want to emphasize 2 things. Nataka nisingatie mambo mawili. All of us are disciples. Sisi wote watumishi. But all of us are also leaders. Sisi wote pia ni viongozi. Whether you are a pastor, evangelist or ordinary disciple, ukiwa wewe mchungaji, mwinjilisti ama katika huduma ama katika idara yoyote, we are all disciples of the Master Jesus Christ. Basi tuko hivyo kwa ajili sisi wote tuwatume ndani yake Kristo Bwana. Amen. Amen. So we are also leaders, all of us. Pia sisi ni viongozi vile tulivyo sisi wote. Because we may all lead people to God. Lazima tushikilie hawa watu ama tuongoza hawa watu kwa Mungu. Which makes us all leaders. Ndio inatufanya sisi wote kuwa watumishi wa Mungu. Yes. We should not simply wait for me, for this dear pastor, Pastor Hammer and other leaders to lead people to God. Hautangoja ama kuzingatia kungoja pengine mchungaji ama bishop kuongoza watu kwa Mungu, la. They haven't got the time for that. Ndio tuna wakati kama huo. It's the task of a leader to set other leaders free. Lazima uwe na kiwi cha kuachilia viongozi wengine huru. I see in this church and in Pastor Hammer's church, najua kwamba katika kanisa hili Archbishop ni kanisa la a lot of young leaders. Hapa nyinyi wote ni viongozi. Men and women. Wanawake kwa wanaume. It's very important. Jambo la muhimu. To start young. Kuanza hiyo katika safari. Young leaders. Ili kwamba kuongoza ama kutunza vijana. Yes. I have a lot of respect for older leaders. Niko na heshima kuu kwa viongozi wote. But if older leaders wait too long, lakini viongozi wote ikiwa kwamba watangoja sana, their time has gone, wakati umeenda, and there are no new leaders. Hakutakuwa wengine, hakuna wa kuziba hiyo nafasi. It's good if you start in time. Kwa hivyo ni vyema kuanza kwa wakati ambao unayefaa. Amen, pastors. Pastors, kwa sasa I see a lot of new leaders here. Nyinyi wote ni viongozi. And what makes this senior pastor, siku moja nilikutana na Archbishop Bishop Frederick, so special? Bishop Frederick Mlama ni mtu wa muhimu sana. Because he's a humble servant. Kwa sababu ni mtumishi wa Bwana ambao ni mnyenyekevu. He follows Jesus' example. Anafuata mfano wa Bwana Yesu Kristo. It says in John 13 verses 3 up until 5. Yohana 13 mstari mdogo 3 hadi 5. Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mkononi mwake na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatua kitambaa akajifunga kiunoni, kisha akaitia maji
katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuivuta kwa kile kitambaa alichokifunga. Yes, Jesus knew that God the Father had put everything into his hands. Yesu alitambua kwamba Baba Mungu alikuwa ameweka kila jambo ndani ya mkono yake. Jesus had all authority. Yesu alikuwa na mamlaka yote. Still he chose to be a servant. Lakini alichagua pia kuwa mtumishi. He took a towel. Akachukua vitambaa. It says in the original passage. Katika maandishi yale hasia, that it was a servant's towel. Alikuwa na huduma. And he went onto his knees. Akaenda katika magoti yake. As a servant. Mbele za watumishi kama mtumishi. Shortly before he died. Yeye akafanya haya kabla hajakufa. Akachukua besheni. He washed his disciples' feet. Akaosha miguu ya mtume wake. As a servant. Kama mtumishi. That's our Jesus. Huyo ni Yesu. You want to follow his footsteps? Je, ungependa kufuata nyayo zake? He is serving leader. Lazima muwe watumishi ambao ni watumishi wa kutumika. Haleluya. He had all authority. Alikuwa na uwezo wote na mamlaka. He chose to be a servant. Lakini alichagua kuwa mtumishi. That's the only way he could serve us. Ni hiyo tu ndio njia ambao kwamba angetuokoa sisi. And to set the example. Ili kwamba aweke mfano. Total obedience. Ili kwamba awe mnyenyekevu. Yes. First element. Jambo la kwanza ama jambo la kwanza. Write it down. Na ningependa maandike chini. It's not about us. Si kwamba vile tulivyo. I repeat, it's not about us. Si kwamba vile tulivyo. Now I will introduce the hammer. Ningependa nitaleta nyundo. Not Pastor Hammer. Sio jina la mchungaji Hama. But the hammer. Lakini Hama nyundo yenyewe. I need this hammer to show what has to go and what has to be built. Basi nataka kutumia hii nyundo kwa kile ambacho kinastahili kuharibiwa na kile ambacho kinastahili kujengwa. If you build a house in Kenya, ikiwa unajenga nyumba katika nchi ya Kenya or in our own country, au pengine katika nchi zetu hata ile yangu, the first thing you do, kile kitu cha kwanza kutenda, is get rid of all of the rubbish. Lazima utoe uchafu wote mahali ulipo. Natoa uchafu. All the rubbish, the wood. Unatoa uchafu wote. The plastic. Lazima vitu vya plastiki zote unatoa. All the stones. Au utoe mawe. Okay? And after you've got rid of all the stuff, lazima uwe tayari na vitu vya kutumika. Then you start to build. Alafu unaanza kujenga. Okay? So first of all, something has to be broken. Lazima kuna kitu lazima ivunjike. You get rid of it. Utoe. And then you build again. Ndio uanze kujenga. Amen? Amen. Okay. So it's not about us. Sio vile tulivyo ama kwa niaba yetu. One of my best friends, a publisher. Je, kuna mtu rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa mwandishi who publishes Christian books, ambao alikuwa anaandika vitabu vizuri. Visited me at home. Alikuwa anakuja kunitembelea nyumbani. And he's always interested in what I do. Na anakuwa na hamu ya kujua nini natenda. So I told him what I did. Nikamweleza kile ambacho nilitenda. I said, well, Aryan, he's called Aryan. You should, if you explain the gospel, you should do it in a good way. Basi nyundo ni kitu zuri, lakini ikiwa unataka kufanya lazima ufanye kimakini. So everybody understands. Kila mtu anaelewa. Did you know what he says? Unajua nini alisema? Robert, you're right. Robert, uko sawa. You should do it in a good manner. Lazima ufanye katika njia ambayo inafaa. But what he also said was, na pia akasema neno, Robert, it's not about us. Robert, sio kwamba kwa niaba yetu. It's about God. Ni kwa niaba ya Mungu aliyemuumba. Amen. God is just looking for a hammer. Mungu anatafuta nyundo to hit the nail on the head. Ili apige msumari kwa kichwa. So this is God's. Huyu ni Mungu. More or less, not really of course, but huyu ni Mungu, lazima uwe mnyenyekevu. Looking for a hammer, that's us. I'm a hammer, you are a hammer. Wewe ni nyundo. And he wants us to hit. Anataka sisi twende tupige kwa kichwa. The nail on the head.
tupige mshumari kwa kichwa. That's our ministry. Hiyo ndio ministry. So you may be a hammer. Unaweza kuwa uko nyundo In the hands of God. wengine katika mikono ya Mungu. And He wants the task to be done, your ministry. Anataka na wewe ufanye jambo ikiwa unagonga nyundo katika ministry, katika huduma. We are just hammers. Sisi ni manyundo tu in the hands of God. Katika mikono ya Mungu. Wow, it really hit me. Na mbona It really touched me when He said. kweli inaniguza. It was hard when He said. Ilikuwa ngumu wakati alipokuwa anazungumza. It hurt me. Ilinisaidia. It hurt my ego. Ikanisaidia hisia zangu. It hurt like you hit yourself with a hammer. Ilikuwa inanisaidia ikiwa kwamba najigonga na nyundo. But it was good when He said. Lakini ilikuwa vyema kwa mtumishi. Yes, we are nothing without God. Sisi ni kitu bure bila Mungu. And He's just looking for a hammer. Lakini anatafuta nyundo To hit the nail on the head. ili agonge msumari kwa kichwa. It's not about us. Sio kwa hisia zetu. Let's have a look at Genesis 1, verses 1 and 2. Wacha tuangalie Mwanzo 1 Verses 1 and 2. Mwanzo 1 mstari mdogo 1 hadi 2. Inasema nini katika Kiswahili? Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Yes, God prepared and created the heavens and the earth. Mungu alitayarisha ili akaumbe dunia na mbingu. Creating is not just making something that was not already there. Basi kuumba sio kwamba ni kutayarisha ama kutengeneza kile kitu ambacho kilikuwa pale. If God created something, it was something new. Mungu aliumba vitu zingine ili kwamba akufundishe wewe. But it also says in Hebrews it was a process. Kwa sababu ilikuwa katika jitihada ama haikuweza kuisha mara moja, lakini ilikuwa katika kuendelea. In a spiritual way, God also had to get rid of a lot of stuff. Hivyo hivyo katika ulimwengu wa kiroho Mungu aliweza kutoa uchafu. It's a mystery to us what happened in the beginning. Basi kuanzia huduma yake ilikuwa kwamba atoe. I'm not going to explain it all, but the earth was a rubbish. Kwa sababu dunia ama kale sehemu ambayo kwamba alikuwa anataka kutengeneza ilikuwa na uchafu. And that was because God kicked Satan out of heaven. Ndivyo shetani, Mungu akapiga shetani teke kutoka juu mbinguni. As Satan dropped on the earth. Shetani akaanguka ulimwenguni. And we know when Satan dropped on the earth, it was a mess. Basi naye kuanguka kwake shetani katika dunia ilikuwa jambo la kutisha. So God first of all cleared the mess. Mungu akatengeneza ukuta, akaondoa. And then He started to create. Akaanza kuumba. Okay, so it was a process. Ni hiyo process gani ambayo alitumia tuone? John 1 verses 1 and 2. Yohana 1 kuanzia mstari mdogo wa 2. In Swahili, please, but I shall do it in English first. In the beginning, before all time, was the Word, Christ, and the Word was with God, and the Word was God Himself. He, Christ, was present originally with God. Amesoma katika Kiswahili. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. It's not about us. Si katika hisia zetu. The first thing that has to be broken. Kitu cha kwanza ambacho lazima kivunjike. Wait. He wants to quit. It's the fact that I'm self-centered. Lazima tuvunjike katika himidi zetu za ndani. That deep down inside you are self-centered. Kile kitu kiigiza kwamba kiko ndani yetu. That we are all self-centered. Sisi wote tuko na hisia zile za ndani. Yes, well done. Repeat after me. Rudia nyuma yangu. I am self-centered. I am self-centered. Okay, let me take it now.
If I say it, you hit it in one of those holes, okay? Now we're going to build. Something has been broken, okay? Amen? Kitu kimevunjika, sasa tunaenda kujenga. The clay pot resembles who we are. Basi ile nyungu ambayo unaona pale ilikuwa ina mfano wetu sisi. We're just clay pots. Sisi ni udongo tu. Please repeat after me. Rudia vile ninaposema. It's all about God. Okay, hit the nail on the head. Yes, okay. The second thing that has to be broken. Kitu ya pili lazima ivunjike. Ndio. Is the fact that we all tend to please people more than God. Lazima tuwe na kutunza watu kuliko kumpendeza Mungu. Repeat after me. Rudia nyuma yangu. I'm a people pleaser. Hit it. It says in Matthew 22 verses 37 up until 39. Mathayo 22 mstari mdogo wa 22 hadi 27 na mpaka 39. Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili kutegemea Torati ya manabii. For God, these two commandments are equally important. Kwa Mungu haya maagizo mawili ama sheria hizi mbili zinapendeza mapenzi yake Mungu. But there will only be love for our neighbor. Je, upende tu jirani wako when we love God most of all. Sababu lazima naye umpende Mungu zaidi ya yote. Okay? The love for other people results from God's love for us. Mapenzi ambayo tuko naye na watu wengine pia inadhihirisha vile Mungu anavyotupenda sisi. So we stopped pleasing people. Lazima tunaweza kupendeza watu. Repeat after me. I want to start pleasing God. Okay, the third clay pot. Basi hiyo weka hiyo nyungu. The third thing that has to be broken. Kitu cha tatu ambacho kinafaa kivunjike is comparing ourselves with others. Ili tujitayarishe sisi pamoja na wenzetu. Okay. Kujifananisha sisi na wenzetu. So repeat after me. I will no longer compare myself with others. Okay, hit it. Yes. Stop comparing yourself with others. Wacha kujilinganisha pamoja na wenzako. You shall love your neighbor as yourself. Lazima upende jirani yako kama wewe mwenyewe. Our confidence should be in God. Basi hakikisho letu lazima liwe kwa Mungu. I'm confident because God loves me. Na kuwa na hakikisho kwa sababu Mungu anatupenda. Amen. Amen. Even if everybody would hate me, God still loves me. Hata kila mtu akinichukia, Mungu atazidi kunipenda. Amen. You know how he sees you? Wewe unajua Mungu anakuonaje? Isaiah 43 verse 4 says, Isaya 43, because you are precious in my sight and honored, and because I love you, I'll give men in return for you and peoples in exchange for your life. Amen. So, kwa kuwa ulikuwa wa dhamana machoni pangu na mwenye kuheshimiwa nami, nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Wow, God loves people. But he loves individuals even more than that. Anapenda kila mmoja zaidi ya hayo. Yes, he would give man for you. A whole group he would give for you. Anaweza kupatia watu, hata pengine umati mkubwa akupatie kwako wewe. If Jesus would have died for you only, kama Yesu alikufa kwa ajili yako wewe peke yako, he would have done it. Je, ingekuwa tayari angeweza kufanya hivyo? He died for all. Lakini alikufia kwa sisi, alikufa kwa ajili yetu sisi wote. But if you would have been the only one, lakini kama ingekuwa kwa mmoja tu, he would have given his life for you. Basi angepatiana maisha yake kwako wewe. Amen. Amen.
You, God, love me more than anything else. I'm special in your eyes. Yes, hit it. We have heard that it's not about us. Tumesikia kwamba si kwamba kwa sisi ni sisi wenyewe. It's all about God. Ni yote kwa Mungu. He should be the center of our existence. Lazima awe katikati yetu mahali ambapo tulipo. From loving Him, kwa sababu tunampenda, we will start to love other people as well. Tuanze hata pia kupenda watu wengine hivi hivyo. And ourselves. Na pia sisi wenyewe. And perhaps that's even the most difficult thing. Hata kupitia katika mambo mazito sana. Loving ourselves. Kipenda sisi wenyewe. But God wants to learn us. Na Mungu angependa hata tujipende na siku ya wenyewe. As we experience His love for us, vile tunapohisia mapenzi yake kwa sisi, we will even learn to love ourselves. Lazima pia tujifunze namna ya kujipenda sisi wenyewe. How does this help to lead other people to God? Je, hii itasaidiaje kuongoza watu wengine kumfuata Mungu? Well, we live in a world full of selfishness. Je, dunia imejaa ile uchoyo. People long for acceptance. Watu wamekataa kukubali. People want to be loved. Watu wanataka wapendwe. If we as disciples and leaders, sisi kama ni watumishi tena viongozi, lead a life full of the love we have received from our God, lazima tuishi maisha ya upendo ule ambao tumepokea kutoka kwa Mungu. We can love others with that same love. Tunaweza penda wengine na upendo kama huo. An unconditional love. Lakini iwe kwamba upendo wa kisawasawa. A love this world doesn't know. Napenda ulimwengu huu, hiyo sio sawa. If we as disciples and leaders really love each other, je, tukiwa watumishi tena viongozi tunapenda si mwingine kwa mwingine, it will be a testimony to the people who don't know God. Itakuwa ushuhuda kwa wale wasiomjua Mungu. If we become more God-centered, basi tukiwa watu ambao watakuwa wamependa ama watu ambao wamekuwa na hisia za kumfuata Mungu, we will be leading people to God. Tutakuwa tunaongoza watu kwa Mungu. No longer to ourselves. Je, kwa sisi itakuwa? Amen.